Wazee wetu hawakuanzisha hili kwa sababu yao binafsi au ya vyama vyao, maana walianza hata kabla hawajakuwa na vyama. Waliasisi kwa sababu la kwanza la haki za nchi, na uzuri wa jambo hili ni kwamba haki za nchi hazikuanzwa na hawa ambao baadaye wamekuja kuitwa upinzani Maalim na wenzake. Kudai haki za nchi zilianzwa na tuseme Mzee Karume mwenyewe. Wengi hili huwa hawalifahamu, lakini Mzee Karume kwa sababu baada ya kuingia kwenye muungano, casualty wa mwanzo alikuwa ni Mzee Karume, kwa sababu aliziona zile njama za namna gani wenzetu hakukuwa na nia jema katika hili. Na la mwanzo lilikuwa ni kuchukuliwa masuala ya fedha na mabenki, likaongezwa katika muungano. Lakini aliosimama kidete kudai alikuwa ni yeye, kwa sababu pamoja na kwamba hili liliingizwa, lakini hakukubali mpaka kaondoka. Tena na waliofuata wote hawakukubali suala hili kwamba liwe ni sehemu ya suala la muungano. Na ndio maana Mzee Karume akaunda PBZ na akakata kutumia benki kuu. Mwaka 96 walikuja IMF kuja kuzipatanisha serikali hizi mbili kuhusiana na jambo hili, na ripoti ikatolewa, kukawa na suluhisho la muda, ndio ikaja ile kwa Zanzibar wapewe gawio la 4.5, lakini haikuwa haki, kwa sababu Zanzibar haki yake ni 10.05, kwa sababu ndio tuliotoka nayo katika bodi ya Afrika Mashariki. Na ushahidi upo, ushahidi kwamba ilifanyika dhuluma ya maksud, zilifanyika njama za maksud kuitoa Zanzibar isiwe na haki katika masuala ya sarafu na fedha. Zipo na mawasiliano yapo, zamani yalikuwa siri, lakini sasa alhamdulillah yako wazi, dhahir, shahir, mawasiliano baina ya uongozi wa Tanganyika na Zanzibar na serikali ya Uingereza juu ya namna gani ya kuitoa Zanzibar, kwa sababu ukiitoa Zanzibar utainyang'anya nguvu ya kupambania, ya kujiona kwamba bado wana nguvu ya kusimama kama nchi. Mawasiliano yapo, na bahati nzuri kwa wale ambao wamewahi kusoma kitabu cha Profesa Chivji cha Pan-Africanism, bahati nzuri zile kumbukumbu tulimpa sisi, kazieleza zote, kazifafanua kwa kina juu ya jambo hili. Kwa hivyo wa mwanzo alioanza kupambana ni Mzee Karume, na baada ya suluhisho lile ikatungwa sharia mwaka 97 ya kuifanya Zanzibar ipeleke fedha zake benki kuu na itumie benki kuu. Lakini Dr. Salmin mpaka kaondoka hakuisaini sheria ile, alikataa kata, kwa sababu wasema mpaka tuhakikishiwe haki yetu ya hisa 10.05 na fedha ambazo tulipaswa tulipe, ambazo ni mamilioni ya fedha, ziwe zimelipwa. Mzee Jumbe hali kadhalika, na wengine wote waliofuata, na yako na mpaka leo hii tukizungumza yapo ambayo yanatutu. Kwa hiyo si suala la kwamba chama gani kishinde, si suala la kwamba mtu gani ashinde. Harakati hizi zimeasisiwa kwa msingi wa kuweka haki katika mahusiano ya nchi hizi. Na kwa kukosekana kwa haki hiyo, kuna watu wanalazimisha, na wanalazimisha kiasi kwamba hata Tanganyika yenyewe inadhurika na baadhi ya mambo katika muungano, kwa sababu ya kulinda hichi ambacho si cha haki. Kuna mambo mengi, nadhani wakati wetu hasa hauko katika hili. Mimi ninachozungumzia la kwanza tukumbuke na kukumbushana juu ya hili. Let's go!